Umoja ni Mungu mwenyewe aliuanzisha, kwa sababu tunaamini katika nafsi tatu hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Tukisoma kitabu cha Mwanzo unagundua wakati uumbaji wa Mungu unatokea, roho ya Mungu ilikuwepo, lakini pia Yesu alikuwepo, lakini Mungu Baba alikuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Yesu hakuwepo kimwili. Lakini ukisoma kitabu cha Yohana, Yesu alipokuja akaja duniani, akatembea kama wanadamu, akauvaa mwili ili kila mmoja aweze kusadiki ya kwamba yeye ndiye aliyeagizwa au aliyetumwa kuja kuwaokoa wanadamu kwenye mateso yao. Sasa alipoendelea kuhubiri, akawapata wale wanafunzi 12. Wale wanafunzi walipokuwa 12 wakaendelea kumfuata Yesu. Baadaye Yesu alipoenda msalabani akatundikwa, siku ya tatu akafufuka, akaikabidhi ile kazi kwa wale wanafunzi. Ule umoja wa Yesu na Roho Mtakatifu pamoja na Mungu mwenyewe akawaachia wale wanafunzi ya kwamba wawe na umoja, na kanisa ndipo lilipoanzia hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ule umoja ambao Mungu anao, Roho Mtakatifu anao, Yesu Kristo anao, huo umoja ndo kanisa linapaswa kuwa na huo umoja, kwa sababu sisi wote tumefanyika mwili mmoja katika Kristo Yesu. Haleluya! Wote ni viungo katika Kristo Yesu. Kwa hiyo unapotembea, tembea kwamba tuko pamoja. Ukiniona mimi, ukimwona mtu fulani, usione mbona huyu ni tofauti. Hapana, sisi wote Kristo Yesu ndiye aliyetuokoa. Tumeokolewa kwa damu ya Yesu. Kila mtu ameokolewa kwa sababu ya mateso, lakini wote tukaunganishwa katika mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiona mtu analegalega, ni kama hayupo, hatuko naye pamoja, ujue kuna shida, kwa sababu mwili wa Kristo tunapaswa kuwa kitu hiki, kuwa kitu kimoja.